السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Katika darsa ya swala, katika darsa iliyotangulia katika kitabu chenye kuelezea swala, kitabu sifati salati nabii cha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tumesoma mlango wa kwanza au kipengele cha kwanza ambacho ni kuielekea al-Kaaba. Kipengele cha kwanza ambacho ni kuielekea al-Kaaba, na tukasoma pia kwamba watu katika kuielekea al-Kaaba wanatofautiana au kukielekea kibla. Wale ambao wanaiona al-Kaaba kwa macho yao wanaielekea moja kwa moja al-Kaaba. Wale ambao hatuioni al-Kaaba, tuko mbali au wako ndani ya Maka, wanauona msikiti wa Maka, wanauelekea ule msikiti wa Maka. Wale ambao hawauoni msikiti wa Maka wala al-Kaaba, wanaelekea upande ambapo ipo al-Kaaba. Na hilo ndio kauli yake Allah, fawalli wajhaka shatra al-masjidil haram. Na kupitia maelezo haya yanabatilika madai ya wale watu ambao wanatumia dira, wakawa baadhi ya misikiti wanaikosoa kwamba haijaelekea kibla. Nini? Ambiwa kuna nyuzi 5 upande wa kusini ya mashariki, kaskazini ya mashariki, hapa ndipo kibla kinapatikana, wakikusudia ile al-Kaaba yenyewe. Kama hizi dira zao zitakuwa sawa, lakini ufahamu wao si sawa, kwa sababu waislamu ambao hawaioni al-Kaaba wala msikiti wa Maka wameamrishwa na Qur'ani waelekee upande uliopo msikiti huo. Kwa maana kwa watu ambao tuko kusini au kaskazini, hii Afrika ya Mashariki hii, upande wetu wa Kaaba ni upande wa kaskazini yetu. Atakayeelekea kaskazini tayari kaelekea kibla. Leo biidhnillah tunaingia kwenye kipengele cha pili, al-qiyamu, kusimama. Al-qiyamu, kusimama. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alayhi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akisimama kwenye swala, akisimama wima kwenye swala ya faradhi, hata swala ya sunna. Rasulullah alikuwa akisimama wima kwenye swala za faradhi, pia swala za sunna, itimaran biqaulihi ta'ala, kwa kufuata amri ya kauli yake Allah ta'ala isemayo, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Suratu Al-Baqara aya ya 144. Allah anatutaka katika hizi swala tusimame. Wa amma fi safari, ama kwenye safari, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye safari, fakana yusalli ala rahilatihi nafila, alikuwa akiswali swala za sunna juu ya kipando chake, ambapo alikuwa ni mnyama, ima ni ngamia au punda na mfano wake. Alikuwa akiswali juu yake na hakuwa akisimama. Wasanna li ummatihi, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha kwa umma wake, ayusallu fil khawfi shadidi ala aqdamihim, kuswali katika hali ya hofu kali, wako ndani ya vita, waswali wakiwa wamesimama juu ya kwa miguu yao, au rukbanan, au juu ya vipando, hata swala za faradhi kama takadama, kama ambapo imetangulia. Kwa hiyo suala la kuswali hali ya kuwa umesimama ni faradhi kwa anayeweza kwenye swala za faradhi
na suala hili uwajibu unaporomoka kwa mgonjwa ambaye hawezi kusimama, kadhalika kama tutakavyoona kwenye mlango utakaofuatia, kadhalika katika swala ya hofu kali. Anaweza kuswali mtu akiwa juu ya kipando chake amekaa. Walidhalika qauluhu ta'ala, wadhalika qauluhu ta'ala, na hiyo ni kauli yake Allah, hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Zihifadhini swala, hafidhu ala salawati, zihifadhini swala, was-salati al-wusta, na swala ya katikati, salatul asri pia hifadhini mno. Allah ameamrisha katika aya hii kuzihifadhi swala zote kwa ujumla, lakini akahimiza kuitilia umuhimu mno swala ya alasiri kwa kuwa ndio swala ya katikati katika kuihifadhi. Na hii ni kama kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man fatahu salatul asri fakaannama utira bi ahlihi wa mali. Ambaye amepitwa na swala ya alasiri ni kana kwamba amepotelewa na familia yake na mali zake, kakosa mali, kakosa watoto na familia kwa ujumla. Sasa Allah asema tuzihifadhi swala zote kwa ujumla, lakini kwenye swala ya alasiri akatuambia wa salatul wusta, na swala ya katikati, swala ya alasiri tuitilie umuhimu mno katika kuihifadhi. Wa qumu lillahi qanitin, kisha akasema fa in khiftum farijalan au rukbana, mkiwa mkatika hofu basi muiswali ili hali mnatembea kwa miguu yenu au mko juu ya vipando vyenu, lakini mswali. Fa idha amintum, pale mtakapopata amani, fadhkurullaha, mtajeni Allah, kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, kama alivyokufunzeni yale ambayo hamkuwa mkiyajua. Suratul Baqara aya 238 mpaka 239. Wasalla sallallahu alayhi wasallam fi maradhi mautihi jalisa, na Mtume sallallahu alayhi wasallama katika yale maradhi yake ambayo hakuamka tena baada ya maradhi yale, katika maradhi ambayo alifia katika maradhi yale, aliswali hali ya kuwa amekaa. Wasallaha kadhalika marratan ukhra, na kadhalika aliswali kwa mara nyingine hali ya kuwa kakaa sallallahu alayhi wasallam kabla hadhihi alhin, kabla ya kitambo hicho cha kuumwa maradhi ambayo alifariki kwayo. Kuna kipindi ishtaka, alikuwa akijisikia maradhi. wasalla an-nasu waraahu qiyama, akawa ameswali kwa kukaa, maswahaba wakaja nyuma yake wakapanga safu wakaswali kwa kusimama. Fa ashara ilaihim anijlisu, akawaishiria kwa mkono wake kwamba kaeni. Fa ashara ilaihim, akawaishiria kwa mkono wake anijlisu, kwamba kaeni nyie mliosimama huko nyuma. Yeye ni mgonjwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyuma yake wanaoswali ni watu wazima hawaumwi. Walipokuja kupanga safu wakawa wamesimama na yeye amekaa ni imamu, akaishiria kwa mkono wake upande wa nyuma akawaambia kaeni kwa mkono wake. Fa ashara ilaihim anijlisu, akawaishiria kwa mkono wake kwamba kaeni. Falamma sarafa qala, alipofajalasu, wakakaa wote walio nyuma yake wakaswali kwa kukaa kama alipokuwa imamu amekaa. Falamma sarafa qala, alipomaliza swala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema in kittum anifan la tafa'aluna fi'la farisi war-rum, in kittum anifan, mumekaribia hivi punde nyinyi, la tafa'aluna fi'la farisin war-rum, kufanya kitendo cha Waroma na Wafursi. Mmekaribia hivi sasa nyinyi mufanye kitendo wanachokifanya Wafursi na Waroma. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun, wao wanasimama kuwasimamia wafalme wao hali ya kuwa wafalme wamekaa. Fala taf'alu, ninyi waislamu msifanye jambo hilo. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi,
Hakika si vinginevyo, imamu amewekwa ili afuatwe tu. Fa idha raka'a farka'u, akirukuu imamu na nyinyi rukuni. Katika riwaya zasema wala tarka'u hatta yarka'a, wala nyinyi maamuma msithubutu kurukuu mpaka imamu afike kwenye rukui. Sio Allahu akbar na nyinyi mwashuka nyote. Muhakikisha imamu kashafika kwenye rukui, yani kamata magoti yake, kayashika magoti yake kwenye rukuu, ndio sote tunarukuu. Wa idha rafa'a farfa'u, akiinuka na nyinyi inukeni, na wala msiinuke mpaka muhakikishe kwamba imamu kainuka, kasimama wima, ndio sasa sote twainuka. Sio sote twaenda pamoja, imamu bado anarukuu na sisi twashuka, ni kosa. Akasema Rasulullah, wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, imamu akiswalisha hali ya kuwa kakaa, na nyinyi nyote swalini kwa kukaa. Wa idha salla jalisan, na akiswalisha hali ya kuwa amekaa, fasallu julusan ajma'un, nyote swalini kwa kukaa. Hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari na Muslim, kadhalika ipo kwenye kitabu Irwaul Ghalil katika hadithi nambari 394. Hadithi inatufunza ukamilifu wa kumfuata imamu katika swala, na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hii hadithi pia anatufundisha namna ya kumfuata imamu katika swala. Anasema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Maana ya kufuata ni kinyume cha kwenda naye sambamba, wala kumtangulia wala kuchelewa. Watu katika hali ya kumfuata imamu wanagawanyika katika makundi manne. Kuna kundi lenye kumtangulia imamu, kuna kundi lenye kuchelewa dhidi ya imamu, kuna kundi lenye kwenda sambamba na imamu, lakini pia pana kundi ambalo linamfuata imamu. Kundi bora ni lile ambalo limefuata imamu, na ndiyo amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anatufunza pia kwamba kitendo cha kuwa imamu anaswali kwa kukaa, maamuma amesimama nkosa, na ni kujifananisha na Mayahudi na Manaswara. Bali akiswalisha imamu kakaa, maamuma wote wanakaa. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kama ambavyo hadithi hii inatuonyesha kwamba katika hali ya kumfuata imamu inatakikana tusifanye kitendo mpaka akifikie, na akishafika tu kwenye kitendo sote tunamfuata. Mmoja katika maswahaba katika sahih anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kabbara sajidan, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta takbira hali ya kuwa anaenda kwenye kusujudu, la yanhani ahaduna dhahrahu, hakuna yeyote kati yetu anainamisha mgongo wake, hatta nara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wada'a jabhatahu ala al-ardh, mpaka tuone kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam paji lake la uso keshalieka juu ya ardhi, ndipo sote tunainama kumfuata pale kwenye sijida. Kwa hiyo kitendo cha wale ambao imamu anasema Allahu akbar, sote twashuka kabla imamu hajafika kwenye sijida, ni kosa la wazi katika swala zetu, na hili ni katika yale makosa ambayo twasoma hii swala ili tuyajue kwamba hili ni kosa. Ama ikitokea imamuma amemtangulia imamu, sasa swala yake hapo inabatilika. Kwamba imamu bado hajasujudu, wewe kushasujudu, au hajainuka, wewe shainuka wewe, au yeye imamu anasema Allahu, wewe ushamaliza Allahu akbar, ushafunga swala, yani umemtangulia hata kuanza swala, wewe huna swala. Kuna swala uliibatilisha kuanzia mwanzo ulipomtangulia imamu wako. Kwa hiyo tunaisoma hii swala ili tusije tukaenda kwa Mola wetu hali ya kuwa hatuna swala. Kwa hiyo innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa, amefanywa imamu ili afuatwe imamu. Hatutakani kwenda naye sambamba, kumtangulia wala kuchelewa. Tunatakana tumfuate. Ukufuata nini? Akifika tu kwenye kitendo ndio na sisi tunatoka pale tulipo tunamfuata pale alipo. Huo ndio ukamilifu wa kumfuata imamu. Na ni makosa basi ile itikadi ya baadhi ya watu kwamba wanazivuta takbira Allahu akbar,
Ukimuuliza nini? Akwambia kwa sababu ili watu wajue kwamba hiyo ya kuinuka. Kwa hiyo anainuka nao vile anaposema Allah, na wenyewe anainuka vile mdogo mdogo. Akimaliza akbar wote wamesimama wima. Hasa huku mkutaka kubatilishiana swala. Kwa sababu utawapelekea wakutangulie. Leta takbira ya kawaida, fanya kile alichofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana wanazuoni rahimahumullah wanasema katika takbira ni makruhu kuivuta. Katika takbira ni makruhu kuivuta zaidi ya haraka mbili. Ni makruhu kuivuta takbira zaidi ya haraka mbili. Yani ikawa takbira imetoka nje ya haraka mbili. Haraka mbili kule kusema Allahu Akbar. Basi. Sasa ikitokea mtu Allahu Akbar, ile ni makruh. Na wala usidanganyike na kile kinachofanywa ndani ya misikiti ya Maka na Madina. Wote wale pamoja na sisi tunatakana tuangalie sheria iliposema, sio wao wanachofanya. Allah anasema kwenye Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika mna nyinyi kwa mtume wa Allah ruanza njema. Kwa hiyo pakishasimama dalili juu ya ubatili wa jambo fulani au makruhu au haramu wake, basi hapatoangaliwa wangapi wanalifanya. Tukisema tu dini yetu tuiga watu wa Maka, tutaiga mengi ambao hayapo pia. Kwa mfano, kunuti ya Ramadhani wale wanairefusha mno. Tukifika kwenye masala ya kunuti inshallah tutalieleza hilo. Wamkuta imamu ile dua ya kunuti ina dakika 30, lakini ile swala ya kunuti ina dakika 10. Ile ni kosa la wazi, bali ni bid'a miongoni mwa bid'a za zama hizi. Kwa hiyo hatutakani kuigaiga tu, tunatakana tufuate dalili. Kila mmoja tuubidna bil adillati shar'iyya. Sisi sote tumetakikana tumwabudu Allah kwa kufuata dalili za kisheria, sio kufuata vitendo wala maneno ya watu. Dalili za kisheria. Rasulullah kwenye suala la kunuti ya witri pana dua maalumu hasa akaifundisha kwamba hii ndiyo dua ya swala ya kunuti ya witri. Basi ukiongeza hapo sasa utakuwa umekwenda kinyume kwenye hilo. Na yale yote wanayoongeza wale yote na maimamu wengine huku nao wanaiga tu. Yani imamu yeye wadhifa wake ni kuiga. Huku kwetu maimamu kazi yao wao wanaiga tu. Wamkuta mchana mzima kaeka foni kwenye sikio, kumbe asikiliza akrimu dua hapo. Dua fulani kaisoma shehe fulani pale Maka, nzuri ile ndefu, ina makamati. Kwa hiyo anaikrimu tu ile dua ile, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru, mpaka ikimalizika hiyo pengine dakika 30. Aihifadhi tu. Jioni akija na yeye aswalisha na sauti ile ile, afu na ile dua naye aisoma kwa sauti ile ile na urefu ule ule. Halafu huku nyuma kila mtu amin, amin, mpaka kwenye kumsifu Allah amin. Makosa juu ya makosa juu ya makosa. Dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sala ya witri iko ni mashuhuri, ina maneno kadhaa tu, wala haichukui hata dakika 10. Na ndani ya ile dua pamekusanywa haja zote tunazotaka kuongeza sisi kumwomba. Ukisema Allahumma anqidhil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin, yale yote yako kwenye waqina sharra ma qadaita. Basi ewe Allah tukinge na shari uliyoihukumu. Miongoni mwa shari ni yale yanawafika ndugu zetu kule Palestina. Kwa ukijua tu maana ya lile neno waqina sharra ma qadaita kwamba linaenea shari zote, basi hamna haja ya kuanza kutafuta kuongeza maneno mengi kwenye witri wakati dua ipo ambayo imejitosheleza. Sijui Allahumma ij'al qubur al-muslimin as-sabiqin riyadan min riyadil janna. Allahumma anqulhum min dhiqil luhud wa ma'akilid dud ila jannatil khulud ma'al muqarrabin shuhud ar-ruk'is sujud ya rahim ya wadud. Yote haya yako kwenye ile ile dua. Yani yote haya kwa sababu unaomba kheri, kuwaombea kheri waliopo makabrini na sisi pia tulio hai. Yote haya yamekusanywa pia kwenye ile tu dua fupi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha. Ukisoma Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina sharra wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadait. Haya maneno kadhaa tu haya yote unayotaka kuyaomba yanaingia mle, lakini mpaka utambue
Kwa hiyo si kila kinachofanywa kule cha kuigwa. Sisi sote na wao tunatakana tufuate sheria. Sote tuna sheria ya Allah ituongoze. Na Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala yeye kwa upande wake anasema kwamba alipoulizwa kuhusu dua ya kunuti ndani ya misikiti ya Maka na Madina, kadhalika na adhana zinapovutwa kule, akasema kwamba al-ghalibu fi muadhdhin al-haram annahu imma muqallid wa imma jahil, ay mas'alatu tahsini saut au taqlid al-wiratha. Aghlabu ya wale waadhini mara nyingi wafanya makosa kwenye adhana zao. Aghlabu yao kwamba si wengi wao kwa sababu ya sauti nzuri wakateuliwa kuadhini, sio kwa sababu ya usomi. Na wengine nao wamerithi kwa wazee wao adhana, kwamba baba alikuwa muadhini, mtoto naye amerithishwa adhana. Kwa hiyo akasema Sheikh Muqbil haitakani kuiga. Kumekuja hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anaambiwa na mtu, inni uhibbuka fillah, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah. Akasema walakini ubghidhuka fillah, lakini mimi nakuchukia wewe kwa ajili ya Allah. Kaambia kwa nini? Zamali annaka tumatit fi adhani, kwa kuwa wewe wakuta sana adhana yako na wakati hilo sio sunna. Watakhudhu ala ta'dhinika ajran, na kwenye kusoma kwako adhana unachukua ujira. Abdullah ibn Umar sahaba amwambia yule mtu, mimi sikupendi wewe kwa ajili ya Allah, kwa sababu wavuta sana adhana na kinyume cha mafunzo ya mtume. Kwa sisi tuna hadithi hiyo katika Musannaf ibn Abd al-Razzaq, kadhalika na vitabu vinginevyo vya hadithi vyenye kuelezea hilo. Kwa hiyo tunapoyakemea baadhi ya mambo, tusitizame kwamba Maka wanafanya nini, tutizameni sheria imesemaje. Na hiyo ndiyo sunna ya sawa sawa. Sheria imesemaje basi kuwafuata, kama tulivyosema. Ikiwa mwanachuoni imamu, kama tulivyosoma kwenye kauli za maimamu wale wanachuoni wanne wale, Ash-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa na Ahmad, ikiwa wao wenyewe hawafai kufuatwa bila dalili, je, itafaa tu leo watu wa leo? Ikiwa wale wanazuoni katika sheria pia wanatuambia haramun ala man lam yarif dalili an yuftiya bikalami, ni haramu kwa yule ambaye hajui dalili iliyotegemea atoe fatwa kwa kutumia maneno yangu, basi haitokuwa ni kioja leo kuacha kuwaiga watu wa leo mpaka tupate dalili zao. Kwa hiyo suala la kumfuata imam ni suala ambalo sheria imekuja nalo. Suala hili kipengele hiki cha pili ambacho tumekisoma leo, kipengele cha kusimama katika swala, kama ambavyo Rasulullah alikuwa akifanya hivyo, kuifuata aya ya Qur'ani, wa qumu lillahi qanitin, iwe ni swala ya faradhi au ya sunna. Ama kwenye safari akawa Rasulullah anaswali juu ya kipando chake swala za sunna na hakuwa akisimama. Na akasunisha kwa umma wake, ikiwa wako kwenye vita vikali, kwenye hofu kali ndani ya vita, basi wanafaa kuswali hata juu ya vipando vyao wakiwa wamekaa, hakuna tatizo, hata swala za faradhi. Kadhalika ikiwa mtu ni mgonjwa anaruhusiwa kuswali hali ya kuwa amekaa, kama ambavyo tumeisoma hadithi aliyoipokea al-Imam Tirmidhi na Ahmad rahimahumullah. Kadhalika ikiwa imamu ataswalisha hali ya kuwa amekaa, haitofaa maamuma kuswali hali ya kuwa akasimama. Wote walioswali nyuma ya imamu watakaa kama alipokaa imamu, kama tulivyosoma hadithi ambayo kaipokea Bukhari na Muslim rahimahumullah ta'ala, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia, inkitum la tafaluna fil farisin warum, mumekaribia hivi punde mufanye kitendo cha Wafursi na Waroma, yakumuna ala muluki wa hum qu'ud, wao wanasimama kuwasimamia wafalme wao hali ya kuwa wao wafalme wamekaa. Fala tafalu, msifanye hivyo. Inna majuila al-imamu liutamma bi, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka farkau, akirukuna nyinyi rukuni, wa idha rafa farfau, akiinuka na nyinyi inukeni, wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, imamu ikitokea akaswalisha hali ya kuwa kakaa, maamuma wote swalini kwa kukaa, msisimame. Biidhnillah jalla wa ala, leo tutasimamia hapo, na kesho insha Allah au darasa inayofuatia tutasoma kipengele cha swala ya mgonjwa hali ya kuwa kakaa, kisha namna gani mtu ataswali katika ndege, katika jahazi na hata katika gari. Biidhnillah, hayo yale ambayo yatafuatia. Na haya yote tunaosoma sisi hapa ni hadithi tu, yani hapa hatunukuu kauli za watu. Kila tunachosoma hapa ni hadithi, hata kama hatutosema kaipokea nani.
ila hapa zote tunanukuu hadithi, hamna maneno hapa ya mtu. Labda hizi anwani tu, salatul maridhi jalisan, zote ni hadithi. Na ndio maana tulisoma yale maelezo kule nyuma yale kwamba ikithibiti hadithi ndio inayotakana ifuatwe, zinaachwa rai za watu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.